Nyosha mkono wale wenye maswali, nyosha mkono. Nyosha mkono wenye maswali. Kuna mkono wa pili hapa. Mwingine mwenye swali? Kuna hapa swali. Kuna wale Catherine la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Namba 4. Ngoja tuone, amkini litakaloulizwa hapa likawa ndio la yule. Ngoja tuone kama anayesimama ameuliza swali lako au na haja ya kurudia. Kama alijaulizwa unaendelea. Karibu mtumishi wa Mungu Catherine. Tenda moja kwa moja kwenye point namba 11. Aliongelea sadaka, lakini katika maelezo yake akasema imegawanyika katika sehemu 3. Ya kwanza alisema wewe na Mungu, akaongelea zaka, malimbuko na sadaka ya upendo. Ya pili alisema maskini, wahitaji, akadadavua kwenye upande wa yatima na wajane. Ya tatu hakuitaja. Sawa. Asante. Ile sehemu ya 3 sawa. Wa pili mtumishi wa Mungu. Asante, uli ni mfuatiliaji mzuri sana. Karibu. Mike. Huyu ni Catherine niliouliza Catherine. Sawa. Swali la pili, jina na swali. Jina na swali. Naitwa Hobokela Alfred Mpasile. Hobokela. Naomba utusaidie kwenye aina za uwekezaji, hasa kwenye mambo ya UTT, bond na mambo ya share. Sawa. Sawa. UTT ni watu wa aina gani ambao wanaweza kuwekeza huko? Sababu nimeona faida yake ni kama 13% tu. Sawa. Ya pesa mtu anaweka kwa mwaka. Sasa kwa mfano mtu akiwa na 200,000, milioni 1, anaona kupata hiyo 13% ni ndogo. Je, ni mtu gani anaye qualify kuingia UTT? Mtu gani anaye qualify kuingia bond? Au sisi akina mama ambao wengi tunajitafuta, tuna mitaji ya milioni 2, milioni 3, tuwekeze wapi ili tupate faida vizuri bila shida? Asante. Asante. Amen. Hobokela. Asante. Hobokela. Kule Pendo na mwenzako ama ni mkono mmoja? Pendo. Teddy. Pendo una nani? Naona Pendo wewe una swali ama ndio hiyo Teddy? Haya. Teddy. Haya. Jina, tupe na swali. Amen, asante mwalimu. Naitwa Teddy Kamoga. Swali langu limebezi kwenye swala la riba. Riba namba 6. Ndio. Riba mara nyingi hasa kwa sisi kanisani tumekuwa tukiambiwa tukikopesha tusitoe riba. Nilivyosikia hapa leo kwamba tutoe riba kidogo ikanichanganya na baadhi ya watu tulikuwa tumekaa nao hapa. Kwa hiyo kwenye hasa sisi walokole swala la riba kidogo hapo naomba utusaidie, na kama ni riba ni kiasi gani ili mlokole asione nimemtoza sana. Asante Teddy. Mbona kuna mkono hapa? Ni mkono wangapi? Yoyote tu, mimi niko free kwa ajili. Mwalimu amesema yuko free, kwa hiyo tunaendelea. Karibu mtumishi wa Mungu pale. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Happy. Swali langu liko katika pointi ya 2 na pointi ya 5. Pointi ya 2 ulifundisha kwa habari ya uvumilivu. Ukasema kwamba mtu ambaye anafanya biashara anatakiwa avumilie. Na ukatolea mfano ukasema kwamba wakati mwingine unaweza ikachukua kuijenga biashara yako jinsi ulivyoelewa miaka 2 au miaka 3. Mwaka wa 3 kwenda mwaka wa 4 Biblia ndio inasema ndio una breakthrough. Sasa pia mwaka wa 4 umebuma, mwaka wa 5 manaki achana na iko kitu. Tawi lisilozaa ukatwa. Sio linaendelea. Pointi ya 5 ukasema kuzingatia faida, kwamba uangalie kitu chako sasa kama kinakupa faida. Sasa swali langu linasema je, sasa nifanya biashara mwaka wa kwanza sijapata faida, wa pili, wa tatu, yani bado napata hasara. Ina maana mwaka wa kwanza nimepata hasara, kwa hiyo niweze kuendelea mpaka mitatu ishe, au niangalie kama hakina faida niachane nacho, au niendelee kuvumilia miaka 3 ifike? Kuna mwingine ana mkono huku, mtumishi wa Mungu.
Kuna mkono kule nyuma. Kumbe kuna huyu hapa. Basi Happy huyo. Mwingine nani? Mimi swali langu ni kwamba taja jina lako kwanza. Jina? Naitwa Teddy. Na wewe Teddy kama yule mwingine? Teddy Rogers. Sawa. Swali langu lipo hivi. Umesema kwamba kupenda fedha sio dhambi, lakini kwenye Biblia hapa kwenye Waebrania inasema msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe lazi na vitu mlivyo navyo. Hii imekaaje? Kujenga mtazamo chanya. Sawa. Lakini nitajibu na hiyo. Kuna kitu kinaitwa kupenda fedha na fedha. Nyosha mkono akuletee maiki kule nyuma kwanza, ona yule kule nyuma kwanza. Alinyosha muda mrefu. Sawa. Mwingine? Ndio mafundisho mazuri haya, ndio ile misingi nilikuwa naizungumza. Mungu atusaidie na nitalijibu kwa undani hiki kitu. Nitazungumza kitu ambacho Mungu aliwahi kunisaidia. Na pengine inaweza ikawa ni ufunguo kwa kanisa kwa baadhi ya watu. Asante. Mtu wa saba yuko wapi? Wanauliza swali. Kwa majina yangu naitwa Esuvat Godlove. Simama nikuone, sikuone. Niko huko. Okay, huko. Kule sawa. Nani? Esuvat. La pili? Godlove. Okay, Godlove hili anaweza kuliandika. La kwanza shughuli. La Kiingereza sana hilo. Haya, Godlove karibu. Mimi swali langu nauliza kwenye eneo la kutoa sadaka. Sadaka. Kwamba ulisema kwenye eneo la malimbuko. Ndio. Kuna sehemu hapo sielewi, ulisema kwamba malimbuko. Ndio. Ulisema kwamba ukilipwa mshahara wako wa kwanza unaweza kuutoa wote. Sawa. Lakini swali langu linakuja kwamba na maana nikiutoa huo wa kwanza utaishije? Ndio. Hapana. Hapana. Yana maana kwamba ukishatoa ule mshahara wa kwanza ina maana malimbuko yatakuwa yameishia hapo, kwa sababu tunajua kwenye fungu la 10 tunajua kwamba tunatoa 10%, lakini kwenye malimbuko hakuna kiwango kwamba nimepata 1,000,000 nitoe shilingi ngapi. Kwa nataka nieleweshwe hapo. Utasoma kitabu kimoja kinaitwa Sadaka na Baraka kule. Muhimu ukichukue. Asante kwa swali zuri. Asante, karibu mheshimiwa. Amen, asante. Mimi naomba mama. Utuweke sawa sawa baba. Tutulie. Tuweke sawa sawa. Tunafanya mikutano yetu hii na tunaidiana kiasi mtu alete. Lakini unakuta kwamba inakuwa kazi sana kuifikisha. Sawa. Halafu mapatano kwa mfano ada. Wamama niseme nisiseme? Ndio nasema. Huwa tunapatana kwa mfano ada iwe shilingi kadhaa. Lakini mtumishi wa Mungu mtu anakuja kabisa hana chochote, hana hela. Na anajua anaweza kukaa hapa siku ngapi 5 na kulala. Tusaidie hapo, ina effect gani katika roho? Nafikiri itatusaidia kuelewa kwamba tuko wapi katika kiroho kwa tunapofanya vile. Pigani makofi sasa. Kwani swali si sawa? Kiroho tuambie tu wa mama, uwazi ni wapi? Kuna nadhiri inatolewa haipewi mpaka miaka mingi. Halafu na hii kwamba tunaidiana lakini mtu anakuja mikono tupu. Tusaidie baba. Sawa. Asante mama, tutapona. Hao ni viongozi wetu. Walitulea, walitutunza. Na sisi leo tunasimama kama watu. Wale wenye maswali mnyoshe mikono, msiponyosha mikono tutaona. Haya, tutachukua maswali 3 ya mwisho, tutakuwa tumemaliza. Okay. Haya, mwenye microphone aongee. Nimesikia mtu anatamka. Yuko wapi mwenye microphone? Ni mimi hapa. Kwa majina naitwa Dr. Lydia Simtoe. Mimi swali langu liko katika masuala ya kupika mawindo. Kwa sababu mwalimu, ninakumbuka umetuambia kwamba tufanye hivyo katika sehemu zetu za kazi.
Nimekuwa nikifanya hivyo. Tuna vikundi vya kina mama, ingawa sio wa kanisani, lakini tunategemea kwamba iko siku Mungu atawarejesha, atakuja kanisani hata kama hawajaokoka. Tumekuwa tukipika mawindo katika product zetu za kwa mfano mambo ya madagaa huko Tanga. Lakini changamoto inakuja kwamba kimsingi umeshaliongea kwamba wamama wanakosa uvumilivu. Tukishaongeza ile thamani ya product ile mazao ile, yes. Wanasema kwamba sasa tutaziuza wapi? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, wanavunjika moyo. Tukifundishana hiki, siku nyingine unakuta yani wamekosa morali ya kuweza kuendelea na kazi hizo. Kwa namna hiyo tunafanyaje? Sawa. Kwa majina naitwa Ginesi Celestini. Kuna swali nataka kuuliza kwa upande wa malimbuko sehemu ya kuku. Umesema Ginesi, kwamba malimbuko shida yako ni nini? Kwenye kuku. Kwenye kuku Nimesikia kwamba umeongea kwamba kuku akitaga mayai yote unatoa. Je, unakuwa ni muendelezo au unatoa kwa mara ya kwanza hivyo afu kizazi kinachofuata unaendelea kupiga? Naamini mwalimu amelipata swali lako mtumishi. Tunamalizia watatu, mwalimu amesema watatu. Haya, huyu hapa mtumishi wa Mungu huyu, na wewe utaongea. Watatu wanakuwa wamekamilika. Ngoja ajibu kwanza haya, alafu kama ataturuhusu tuendelee tena na ungwe nyingine, si ndio mama? Ngoja ajibu kwanza haya na swali lako linaweza likajibiwa. Aulize mtumishi wa Mungu na yule pale. Tumpe mwalimu nafasi ya kujibu. Uliza jina na swali. Asante. Na ninafurahi kweli kwa maswali yenu. Ninajua kwamba umeelewa au hajaelewa. Na waliojificha ambao wanaogopa kutoa sadaka leo Mungu kawamwagia nuru. Haya, twende kazini. Kwa majina naitwa Juvencia Ireneo. Juvencia Ireneo. Ndio. Swala langu yalikuwa mawili, sasa mmoja ameniulizia mwenzangu. Uliza ambalo aliulizwa. Swala la kwanza nilitaka niulize kuku, lakini sasa najua nitajibiwa hapo. Ile swala pisa kwamba kama mimi labda napika keki zangu. Sasa nimepika keki, nimeweka kwenye deli. Nimekutana na mtu anajumua zote keki. Hizo nitafanyeje? Nitatoa limbuko? Na mtu anajumua. Anajumua ndio nini? Namhesabia zote. Zote. Anataka achukue zote. Alafu utakuwa huna cha kufanya na wala huwezi kuendelea. Sasa siwezi kuendelea. Tafanyeje kwenye limbuko? Swali lako la Kizanzibari hilo nalijua jibu lako. Amen. Nyie maisha haya anachouliza huyu mama. Kwa maswali tunaomba tupate swali la mwisho ili mwalimu atujibu. Mengine tujibiwe kwanza haya, alafu tutaenda ngo ya pili. Amalizie huyu, tumpe mwalimu ajibu. Haya, asante. Wacha niajibu haya. Ngoja kwanza niajibu. Ajibu kwanza haya, alafu tutakwenda tena. Asante mwalimu kwa somo zuri. Tulia. Nijibu haya alafu nitachukua swali lako. Bwana Yesu asifiwe. Wazima. Nianze na swali la mwisho, nimelipenda. Huyu swali la mwisho anasema yeye anauza keki, kaweka kwenye kimkoba chake. Kaja mtu mmoja kamwambia nachukua keki zote. Kwa hiyo badala ya kukaa mtaani kuanzia asubuhi mpaka jioni anauza keki. Asubuhi keki zote zimeisha. Sasa amuuzie zote ama la? Haya, sawa. Sasa aliyeulizwa swali ni mimi, nyinyi huko hayawahusu. Tulieni msikilize. Haleluya. Tusikilize. Sawa, atoe malimbuko asitoe. Sawa. Nitajibu vyote viwili. Nitajibu pande zote mbili. Umetoka na mzigo wako. Mteja wa kwanza, mzigo wote. Uza wote kama ulivyo. Anania na Safira walipoweka nadhiri
ya kuuza kiwanja, walipotoka walikutana na mteja anayewapa pesa nyingi kuliko walizotarajia. Changamoto inakuja swali la pili, ninapeleka kanisani hela zote? Kwa sababu angenunua keki 10 kati ya keki 100, malimbuko yangu ni keki 10, napeleka keki 90, naendelea na biashara za kwangu, si ndio? Hapa nimetoka 100 kwa 100, zote zimetoka. Nafanyaje? Katoe hela zote malimbuko, usizuie. Na najua hapo nimegusa. Haya, tusikilizane sasa, tusikilizane. Jamani, mambo ya sadaka nilisema magumu na yanauma. Twende, tunaenda polepole sasa. Malimbuko ni sadaka unayotoa ya mapato ama mavuno yako ya kwanza. Unapofanya kazi, mwajiriwa, unapoenda kulipwa mshahara wako wa kwanza, mshahara wako wa kwanza ni mali ya Bwana takatifu kwa ajili ya kumpa Mungu. Unapotoa, unamkaribisha Mungu kwenye iko chanzo chako cha kwanza na kusema, Mungu, wewe ni kipaumbele changu. You are my top priority and my provider. Kabla ya kupata kazi, Mungu alikusustain. Kwa nini unahisi ukitoa baada ya kupata kazi utakufa? Wewe kama ni mfanyabiashara, umefungua duka lako siku ya kwanza, wateja wamekuja siku ya kwanza, wamenunua keki zako siku ya kwanza, karanga zako siku ya kwanza, mahindi yako siku ya kwanza. Yale ya siku ya kwanza, mapato yote ni sadaka inayoitwa malimbuko, unatakiwa ukaitoe kwa Mungu kama ilivyo. Pigeni makofi. Na najua nimegusa pazuri, na mimi hapo ndipo ninapopapenda. Na uzuri, mimi sio mchungaji, siogopi kusema, kwa sababu sina wa kupoteza, sina mshirika wa kumpoteza mimi. Wewe ni mwekezaji, umejenga vyumba vya kupangisha. Mteja wa kwanza aliyekuja akakulipa kodi, hiyo kodi ni mapato takatifu, malimbuko kwa ajili ya Mungu. Kamtolee Mungu. Akikupa kodi ya mwezi unaofuata, hiyo ya kwako kuendelea. Siku ya pili ukiuza vitu dukani ni hela za kwako. Mwaka ujao hela za kwako, miaka ijayo hela za kwako. Lakini pato la kwanza, first fruits, lazima watenge kama wazaliwa wa kwanza, ni mali ya Bwana. Kwangu mimi. Manake nisiwahubirie mimi nikajiweka pembeni. Kuna mtu ameuliza swali la mayai. Kuku ametaga mayai. Haya hapa, siku ya kwanza umeingia bandani, mayai haya hapa. Umenunua kuku zako 20, siku ya kwanza kuku hawatagi wote, wametaga mayai 10. Chukua mayai 10, peleka kanisani, ama kayauze, hela zote ulizozipata kazipeleke kanisani. Nimeelezea kwa mfanyakazi mshahara wa kwanza. Nimeelezea kwa mkulima mazao ya kwanza. Nimeelezea kwa mfugaji mayai ya kwanza. Nimeelezea kwa muuza keki, umekutana na mteja wa kwanza siku ya kwanza, keki 100,
kazichukua keki 100. Hela za keki 100 zote ni za Mungu. Mtaji unakata. Haya, tusikilizane. Ninafahamu mnachokisema, mtaji unakata. Kwa hiyo kwa mfano umetengeneza keki 100, Mungu akakubariki akakupa wateja 10, ukipeleka ile hela za 10 ni sawa Mtaji unaendelea, si ndio? Unaonaje? Chagua kitu kimoja katika hivi viwili. Umefungua keki, wamekuja watu waliochukua keki zote 100, ukapeleka keki 10 malimbuko, keki 90 ukabakia nazo. Mungu amekuja anakuuliza swali moja, chagua, ni kubariki kwa sababu umetoa kwa uaminifu, ama baki na pesa ni kulani. Utachagua nini? Kwa hiyo tunapofika kwenye masuala ya kimungu, sikilizeni. Mimi ndio mwalimu, au sio? Basi nisikilize tu, mimi nitakwambia. Tunapofika kwenye maswali ya kimungu, kuna mahali tunafikia njia panda. Hapo kwenye njia panda ndio utaamua unampenda Mungu, fanya anavyotaka, humtaki Mungu, fanya unavyofikiria kama binadamu. Umeuza keki 100 malimbuko, peleka keki 100. Usipeleke nusu. Ndio maana nasema leteni sadaka kamili kanisani. Haisemi leta sadaka nusu nusu. Haleluya! Wewe unapozuia kwa njia isiyokuwa sahihi, Mungu anazuia wateja kwako. Hao wateja waliokuja, tusikilizane. Mimi ndio maana ndio uzuri wa kumleta mtu ambaye sio mchungaji. Siogopi kukupoteza wewe. I have nothing to lose, to tell you the truth. Sina cha kupoteza. Kwa mimi nakupiga vidongo kisawa sawa. Nenda kapeleke sadaka iliyokamilika kwa Mungu, usilete nusu nusu. Umeuza 100, kalete 100, usilete 10. Umeuza kiwanja, fungu la 10 umeuza milioni 200. Mungu amekubariki umepata milioni 200. Leta milioni 20, usituletee milioni 10 zako. Hatuna shida ya milioni 10, tuna shida ya milioni 20. Mimi ni mfanyakazi. Mimi nitawapeni mfano wangu mimi sasa. Kazi yangu ya kwanza ilikuwa mwaka 1900. Haya. Nataka utulivu. Tulivu kabisa, tulieni kimya. We, ndio utakapojua watu wanapotaka kubarikiwa kama kweli wanataka kubarikiwa ama wanataka kulaaniwa. Sio mambo mepesi. Nimefanya kazi, nimeajiriwa, nikalipwa mshahara ule wa kwanza. Ule mshahara wangu wa kwanza, niwaambie ni wazi kabisa, niliuchukua wote, niliupeleka kanisani. Wakati huo dhehebu letu lilikuwa linaitwa EAGT. Pap. Sina nauli ya kwenda kazini kesho. Sina hela ya kula nikiwa kazini. Kwa nini? Mshahara wangu wa kwanza nimeutoa sadaka kanisani. Sikuelezei hadithi ya watu wengine, na kuelezea hadithi yangu mimi. Baada ya kupeleka ule mshahara, nilichokifanya nilienda kumwona dada yangu. Dada yangu nikamwambia, dada, naomba nikope hela, nitakulipa kwenye mshahara wangu wa pili nitakaolipwa. Akakubali, akanilipa hela. Ile hela aliyonikopesha ndio nikawa naitumia kama nauli na hela ya chakula kidogo mwezi wangu wa pili kazini mpaka nitakapopata mshahara wa pili.
Baada ya hapo Mungu hajawahi kunipungukia. Sikuwahi kukosa ajira hata siku moja kwenye maisha yangu, mpaka nilipoamua kwa hiari yangu ninatoka kwenye ajira, ninakaa mwenyewe, na wakati huo nilikuwa ninalipwa mshahara mnono pengine kuliko wafanyakazi wengi wa Tanzania. Kwa nini? Nilimkaribisha Mungu kwenye chanzo changu cha kwanza cha mapato cha ajira. Mungu hakunipungukia. Na wewe nikutie moyo, nenda katoe. Mungu hata kufilisi bali atakubariki. Katoe. Sio jambo jepesi, ni jambo gumu. Nilianza biashara ya pili, kuuza vitabu. Mkitoka pale mtaviona, pale vitabu viko. Siku ya kwanza nauza vitabu, watu wamekuja kununua. Vilienda kuombewa kanisani, vikawekwa wakfu na wachungaji. Walivyoweka wakfu, wamemaliza, mchungaji akatangaza, jamani vitabu vinauzwa. Tuliuza pesa, tulipata shilingi zaidi ya 300,000. Mwaka 2010, miaka 16 iliyopita. Hela tunazo hizi, tunafanyaje? Na ndio kwanza tumeanza. Nilizichukua kama zilivyo. Mheshimiwa baba mchungaji, hizo mauzo yote ya vitabu siku ya leo kanisani, wakati umekiombea kukiweka wakfu, ibakie kama sadaka ya malimbuko kanisani, chukueni ni sadaka. Haleluya. Wakachukua. Mpaka kesho sijawahi kuketi bila kuuza kitabu. Kwa nini? Nilimshirikisha Mungu tangu mwanzo. Kuna jinsi unaweza ukazuia ukahisi unajisaidia, kumbe unajipotezea baraka. Nilipoambia hadithi ya kwenda kwenye ndege nikaketishwa daraja la kwanza, ni kijana mmoja aliniambia, mimi nilikula kila kitu, nifanyeje? Na inawezekana wengi mnasumbuka, mimi nilikula hela yote niliyopata siku ya kwanza, mshahara wote wa siku ya kwanza. Kama unakumbuka, hakuna ubaya, tubu kwanza. Pili, si unakumbuka mshahara wako wa kwanza ulikuwa shilingi laki ngapi? Chukua kaufunge kwenye bahasha, peleka kanisani. Narudia tena, chukua kaufunge kwenye bahasha, peleka kanisani. Yule kijana nilimuuliza swali moja, hukutoa malimbuko sawa? Unakumbuka ile mshahara wako? Akaniambia nakumbuka. Kiasi gani? Akaniambia. Nikamwambia okay, sasa hivi si bado una ajira? Ndio. Chukua zile pesa sawa sawa na ule mshahara wako wa kwanza, funga kwenye bahasha, peleka kanisani, Mungu atakukumbuka. Mungu alikuja kumsaidia, akawa mfanyakazi wa shirika la ndege. Ndiye aliniambia, ni wewe ambaye ulinisaidia kipindi kile, ninakuomba utoke kwenye daraja la uchumi, keti kwenye daraja kubwa hili. Haleluya. Mungu atakuinua, lakini ukizuia, hasara ni kwako. Ukitoa, baraka ni kwako na kizazi chako. Agnes, nimejibu swali lako. Sawa? Uliuliza malimbuko. Unatoa pato lako la kwanza, mshahara wako wa kwanza, maya yako ya kwanza, mengine yote yanayokuja ni ya kwako na fungu la 10. Ukitoa malimbuko hautakuwa na fungu la 10. Sawa? Kwa sababu kila kitu kishaenda kwa Mungu. Mshahara wako wa pili nenda katoe fungu la 10. Mshahara wako wa kwanza, mapato yako ya kwanza, ukishatoa kila kitu, huna cha kutoa tena. Sawa? Aliuliza swali la kwanza, ulituambia kuna mambo matatu ya kutoa. Jambo la tatu, Catherine, ambalo nilikuwa nimelisahau, unatoa elimu na ujuzi wako kama sadaka kuwasaidia watu wengine. Catherine yuko wapi? Sawa? Umepata sasa jambo la tatu. Sawa? Mimi nimesimama hapa, nafundisha, ninatoa kwa msaada wa Mungu elimu na ujuzi niliokuwa nao maishani kama sadaka kwa ajili ya kanisa kujifunza mambo ambayo Mungu aliwahi kunisaidia mimi. Chuma unoa chuma. Kanisani tusiposaidiana, nani atakaye tusaidia sisi? Shetani hawezi kuja kukusaidia wewe. Umelipata Ombokela, aina za uwekezaji, UTT, bondi, hisa, viwanja, nini. Sasa hapa siwezi kufundisha aina zote. Lakini Ombokela, niona ulikuwa upande huu Sawa. Unafanya kazi, unafanya biashara. Sawa. Kwenye uwekezaji, kama umri wako unakuruhusu, chini ya miaka 50,
kufanya biashara, wekeza pesa nyingi kwenye biashara, namba moja. 2, kwenye hisa za kampuni ya CRDB, NMB ni wazuri sana. 3, vipande vya UTT, mfuko wa Umoja, mfuko wa Wekeza Maisha, mfuko wa Ukwasi. Hayo maeneo matatu. Sijayataja kama ajali mnaohisi nimesimama mbele ninazungumza vinavyokuja. Nimevitaja kitaalamu. Kama umri wako wewe ni zaidi ya miaka 55 na umepewa fedha za mkupuo za mara moja, ama kama umewahi kurithi mali na hujawahi kuzalisha mali, hela ya kurithi manake mwenye akili ni marehemu. Wewe uliyepokea hauna akili ya kuzalisha, wewe una akili na uwezo wa kupokea. Mnisikilize kwa makini. Kama umerithi ama umepata mafao ya mkupuo, hela nyingi kwa wakati mmoja, sehemu salama ya kuwekeza pesa ni Benki Kuu kwa kununua bondi ama hatifungani. Wangapi mnajua bondi ama hatifungani ya Benki Kuu? Nyosheni mkono ambao mko hapa, nyosheni. Wengine wanahisi kana nena kwa lugha. Unaona? Sineni kwa lugha, hawa including Marioba. Ninawaomba wastaafu, kawekeni hela zenu Benki Kuu. Kufungua akaunti Benki Kuu ni bure. Hauhitajiki chochote. Mtoto mdogo unamfungulia. Watoto wa kwangu mimi niliwafungulia. Wanafunzi wanaruhusiwa. Mtoto amerithi, baba na mama wametangulia. Usiweke hela yake kwenye biashara. Huyu hajui kuzalisha na yuko shuleni. Wewe umestaafu, miaka yote ulikuwa kazini asubuhi, mchana, jioni, kazini kwenye ajira. Hujai kufanya biashara, umestaafu unaenda kuanzisha biashara. Wapi na wapi wewe? Unapoteza kila kitu. Huna uzoefu wa kufanya biashara. Biblia inasema mtu hupoteza pesa akiweka sehemu ambayo haijui. Wewe kazi yako ilikuwa ni ajira, subiri mafao yako, peleka Benki Kuu ama kaweke benki kwenye akaunti ya muda mrefu, fixed deposit. Haihitaji akili ya kukimbizana kwa sababu hauna uwezo na uzoefu wa biashara. Kitega uchumi cha kanisani na vikoba ni kile ambacho hakihitaji usimamizi wa karibu. Kapelekeni hela zenu UTT, Benki Kuu, msiweke kwenye biashara. Hela za watu zikipotea. Kwa hiyo hivi vitega uchumi vinategemeana. Wewe una uwezo na unapenda kununua viwanja. Ilikuwa sijui ile ni Matendo 8:34. Unaweza kunisomea Matendo 8:34 kama nitakumbuka. Sijui ndio hiyo. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 34. Hebu soma pale kama ndio nimepapatia. Yule towashi akamjibu Filipo. Sio hiyo. Kuna mstari wa 34 kwenye Matendo ya Mitume, sikumbuki ni sehemu gani, lakini inasema watu wa kanisa la kwanza walinunua viwanja na nyumba, wakauza, wakawategemeza maskini. Ilikuwa ni Matendo ngapi? Matendo 9:34 au 10:34? 9. Sikumbuki. Ndio pale kuna habari na zile nyingine za viwanja za kina Anania na Safira na kina nani. Search Google. Viwanja na mashamba, Matendo. Matendo sura ya 5 mstari wa habari ya Anania na Safira inapatikana Matendo sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Okay, sawa. So kwenye wewe litafuta hilo, watu wa kanisa la kwanza waliuza viwanja na mashamba, wala hapakuwa na wahitaji miongoni mwao. Matendo 4:34. Tusomee Matendo 4:34. Asante. Nimependa sana kina mama hodari sana wa maandiko. Asante. Matendo 4:34 neno. Na mnisikilize kwa makini wa kina mama. Wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. 34 kuna mstari umeruka. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakavileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaviweka miguuni pa mitume,
kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Waliokuwa na vitu viwili, cha kwanza ni, cha pili ni. Muulize jirani yako, na viwanja vingapi na una nyumba ngapi wewe? Kanisa la kwanza waliwekeza kwenye real estate, kwenye viwanja na nyumba, na walikuwa na uwezo wa kuuza. Hawakuwa kama Wachaga ambapo wameambiwa ni mwiko kuuza. Huwezi kuwa na ukwasi na pesa kama hauuzi. Ndio pale tunarudi, usitengeneze mapenzi ya kupenda mali. Utanasa, utakuwa na mali au utakuwa na ukwasi. So point tunataka kuielezea kwenye vitega uchumi, kama wewe ni kijana chini ya miaka 50, chini ya miaka 45, una nguvu ya kukimbizana na viwanja na mashamba, nenda kawekeze kwenye viwanja, mashamba na nyumba, lakini iwe sehemu ambayo ina potential ya kugrow na kupanda bei. Kwa hiyo vitega uchumi haviendi kiujumla, vinaendana kulingana na mtu anapenda nini, umri wake, ana uwezo gani, amerithi, hajarithi, ni mstaafu, sio mstaafu. Hatuendi kiujumla. Biblia inasema angalia hali ya kundi lako. Lazima ujiexamine your position, ndio unaenda kuchagua kitega uchumi kinachofanana na wewe. Kanisa la kwanza waliwekeza kwenye ardhi, walitengeneza hela nyingi. Wangapi mnapenda viwanja na mashamba na nyumba za kupangisha? Nyosha mkono. Mbarikiwe. Yawezekana Mungu aliweka hilo neno kwa sababu yenu. Mwanamke wa Mithali 31, Biblia inasema huangalia mashamba na kununua. Ni mstari wa ngapi? 18. Mstari wa 18. Tusomee. Manake kuna watu Mungu ataweka ardhi kwenye moyo wenu. Nendeni mkakamate hiyo ardhi. Ikipanda bei uzeni. Haleluya. Mkiuza leteni sadaka kamili. Fungu la 10. Mithali 31 mstari ni wa 16. 16, sawa, tusomee Mithali 31:16. Huangalia shamba akalinunua. Kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Huangalia shamba akalinunua. Maana yake ukitaka hela nyingi, vile vile fikiria kununua ardhi, shamba, nyumba za kupangisha. Ndio eneo ambalo Mungu aliniambia nenda kafundishe, nikamwambia sina uzoefu, sitaki kufundisha. Akaniambia wewe ufundishi kwa sababu unajua, unafundisha kwa sababu nimekuambia kafundishe. Nikaenda nikafundisha. Mungu akikwambia kanunue eneo fulani, hata kama lile eneo ni jangwa, kanunue. Narudia tena. Mungu akiweka mzigo akakwambia eneo fulani linunue, wengine wote wanasema hapa kuna maji, wengine wote hapa wanasema hapa kuna matope, wengine wote wanasema hapa hakuna maendeleo. Mradi ni Mungu, kanunue. Huwezi kujua. Kuna mtu anaitwa John Rockefeller, tajiri mkubwa Marekani, marehemu sasa hivi. Mungu alimwambia John, nenda kanunue eneo hili. Akaenda kaangalia, eneo ni jangwa. Akasema ninanunua kwa sababu Mungu kasema. Mungu kaniingiza mjini. Akatoa hela akalitelekeza lile eneo, lakini kafanya alichoambiwa na Mungu. Siku moja anasikia watu wanagonga. John, wewe ndio mwenye lile eneo? Ndio. Lile jangwa? Ndio. Chini yake ndio kuna mafuta mengi ya petroli na dizeli kuliko sehemu nyingine yote Marekani. Usicheze na Mungu. Alichokipanda moyoni sio kwa bahati mbaya. Kakitekeleze, utapata baraka yake. Haleluya. Lakini msio wachoyo. Mungu anakupa hela nyingi, kwa nini unatuletea change kanisani wewe? Why? Umepata milioni 10, milioni 1 tu inakushinda. Kwa nini ukiwa na shilingi 10,000 unaweza ukatoa shilingi 1,000, ukiwa na milioni 10 unashindwa kutoa milioni 1? Ghafla kiburi kinaingia, shetani anakunong'oneza, hizi ni nyingi sana kwa kanisa letu, ni ndogo sana kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Nenda katoe kisawasawa. Acheni shida mliokuwa nayo ya utoaji. Inaonekana nyinyi mnamsumbua Mungu kwenye sadaka. Mungu awasaidie. Toa tu kwa moyo. Toa tu kwa moyo.
Mmoja leo ameniambia jana wiki hii, mimi watoto wanarudi shule sina chochote. Okay, sawa. Watoto wana uwezo mkubwa. Watoto nimewauliza, okay, nyinyi watoto mmefanyaje shuleni? Hivi vitoto vya siku hizi vinaongea Kiingereza. Wakaniambia the high 90s. The high 90s ndio nini? Yaani mimi nimegonga shuleni 90% zile za juu ndio maksi zangu. Baba akawatekeleza. Tupilia mbali na mama. Mama hana uwezo, watoto wana akili. Nikamwambia wala isiwe shida. Chukua hela hizi kalipe ada. Vitoto vinabamiza shuleni balaa, vitoto vya kike. Kawakunjulie maskini mkono. Wewe uhitaji hela zote. Hela ulizonazo zinakutosha. Uwe baraka kwa wengine. Haleluya. Lakini vile vile toa na kanisani kwako. Be loyal to your church. Unalipenda kanisa lakini hutaki kutoa. Moyo wa mtu ulipo, hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake unapo. Kama unakupenda tutakuona kwenye kikapu cha sadaka. Nimejibu. Pendo akuuliza swali, Teddy, riba ni halali? Bwana Yesu alikata mjadala wa riba kwenye Mathayo 5:42. Usimpe kisogo mtu anayetaka kukukopa kwa riba. Kiwango gani? Biblia haijatamka. Haijatamka kiwango. Usizidi 10%, usizidi 20%, no. Angalia soko, kawakopeshe watu kulingana na uhitaji na soko, mradi usipoteze wateja. Lakini niseme neno. Siku ile Mungu ananisaidia, ananiambia nenda kawaambie riba sio dhambi. Nilisimama kwenye kanisa namna hii la mchungaji mmoja maarufu, mnamfahamu, anaitwa mchungaji Katunzi. Alinialika, nikasimama nikawaambia shika, riba sio dhambi. Ndio nilichoambiwa na Mungu. Nikaanza kuwapitisha kwenye maandiko ya Agano la Kale na Agano Jipya. Kanisani tuna shida. Wasiojua na wenyewe wanasimama kuzungumza kama vile wanajua. Wewe kama hujui nyamaza. Mtu akiuliza mwambie kamuulize mheshimiwa mchungaji basi. Mchungaji amewekwa pale kwa ajili ya kutusaidia. Mchungaji ajibu. Wewe sio mchungaji, usimuongoze mtu mpya kwenye vitu usivyovijua. Biblia inasema kipaji cha mtu mtengenezea nafasi na umpeleka mbele za wakuu. Kuna jamaa alikuwa na kipaji, akiangalia furniture manake ni samani, kama kiti, meza, sijui nini. Akiangalia hivi bila kuandika vipimo na kuipima, anaenda kuizalisha ile furniture, kile kiti, kile meza, lile kabati kama alivyoliona kwenye macho bila kuchukua vipimo. Ameokoka. Jamaa mmoja akatokea akamwambia ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Acha biashara yako ya furniture. Upuzi tu. Ndio maana Biblia inasema wanaofuata mambo ya kipuuzi watapata umaskini wa kuwatosha. Akaacha ile kazi. Kwa nini? Ya kale yamepita. Kwenye makundi yenu huko si ndivyo mnavyofundishana, acha hiki, acha hiki, acha hiki. Wewe mwalimu, nani amekupa hiyo nafasi ya kuwa mwalimu? Akaacha ile kazi. Mungu mwema kanipa nafasi, nimefundisha. Nikamwambia tumia kipaji chako, ndipo baraka yako ilipo. Akaniambia mimi niliambiwa ya kale yamepita, niache nimsubirie Mungu anipe kazi nyingine. Nikamwambia kwani kazi ya Bwana Yesu ilikuwa nini? Silikuwa useremala? Na wewe unafanya kazi gani ya useremala? Ndio. Kwani umeacha? Nenda kajiulize wewe, unasema watu wangapi umwambia wasifanye wanachokifanya kwa sababu wameokoka sasa? Ulikuwa na uhakika na unachoambia? Hujui, nyamaza. Basi. Hujui, mwambie nenda kwa mchungaji atakuongoza. Riba. Nimejibu hilo swali. Happy. Pointi namba 2 kuhusiana na ninatengeneza hasara mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, ninafanyaje? Biblia inasema ukianzisha shughuli, ukifika mwaka wa 3 mtini haujazaa, achana nayo. It doesn't work. Haifanyi kazi, unapata hasara, achana nayo. Katafute kitu kipya. Kasome kwenye Agano la Kale, kasome kwenye Agano Jipya. Break even point
ni miaka 3 kwa Mungu. Mwaka wa 4 Biblia inasema uwe na cha kutoa sadaka, kalete malimbuko mwaka wa 4. Manake biashara yako ikifika mwaka wa 4 lazima iwe na faida. Haina, acha hiyo biashara. Mmetulia kimya, kwenye sadaka mlichangamka, hapa mmetulia. Manake inawezekana nyinyi mnatengeneza hasara nyinyi. Mungu awasaidie. Mmenielewa? Kwa nini Mungu siku ile moja aliniambia nenda kwenye hili kanisa, ukisimama waambie hasara ina ukomo wa miaka 3. Mwaka wa 4 ni mwaka wa sadaka, mwaka wa jubilee, mwaka wa kuleta kitu kwa Mungu, mwaka wa faida. 80% ya Wakristo walikuwa wanatengeneza hasara. Muulize jirani yako, biashara yako hasara faida? Alafu muulize swali la pili, uko mwaka wangapi? Kakujibu mwaka wangapi? Muulize mwaka wangapi? Kama ni mwaka wa 3 bado hasara, achana nayo. Lakini kama unaipenda, nenda tu kapoteze pesa na muda. Teddy, kupenda fedha kuna vitu viwili, na ukasome ile Mathayo, Timotheo wa kwanza nafikiri sura ya 6 mstari wa ngapi? 11 Kuna kitu kinaitwa kupenda, kuna kitu kinaitwa fedha. Biblia inatuonya tusipende. Haitukatazi kuwa na fedha, tena kuwa na fedha nyingi. Lakini moyo wako ukikamatwa na pesa, ndio pale unaposikia mtu anakuambia siwezi kutoa fungu la 10 hela zote. Maana yake umeingia kwenye kupenda fedha wewe. Ndio pale mtu anakuambia Mungu kanipa sitaki kutumia mfano wako dada yangu. Mungu kanipa keki 100, kanipa wateja 100, keki zote zimeenda. Nitoe malimbuko nisitoe? Ukipenda fedha hutoi, ukimpenda Mungu unatoa. Fedha ni neutral, sio ya shetani. Ukiwa nayo utafanya mambo ya kimungu, lakini usipompenda Mungu utafanya mambo ya kishetani. Na nikusaidie wewe uliouliza swali, alikuwa ni dada wa huku. Yuko wapi yule aliuliza swali? Asante. Nisikilizeni kwa makini. Siku moja nimeenda kwenye kanisa. Wakati nikijiandaa, Mungu akaniambia wanahitaji wafundishe mambo ya uchumi. Ni mheshimiwa mchungaji alinipigia simu. Bwana wewe, naomba uje kanisani kwetu, uje utufundishe. Nikamwambia sawa. Kwa nini nije kanisani kwako? Akaniambia kitu kimoja. Nilikuwa kwenye maombi. Wakati niko kwenye maombi nawaombea washirika, Mungu nisaidie niwatoe washirika wangu kwenye umaskini. Mungu akaniambia huna nguvu hiyo. Kamtafute jamaa mmoja anaitwa jina hili, atakusaidia. Mchungaji yule akawaza, akaniambia, akawauliza watu. Mungu kaniambia nitafute jamaa anaitwa Emilian Busara. Huyu ndugu akija atatusaidia kututoa kwa kutupa elimu, tutatoka kwenye umaskini. Akapata namba, akanipigia, nikaenda. Wakati naenda, Mungu aliniambia kitu kimoja. Kabla hujafundisha, nenda kabomoe kwanza misingi mibaya iliyopandwa, kwa sababu kwenye msingi mbovu huwezi kupanda jambo zuri. Nikamuuliza Mungu ninafanyaje? Akaniambia kafundishe maandiko haya yaliyopotoshwa kwenye Biblia. Moja wapo ni hilo ulilolisema wewe. Watu wengi wanaogopa kutengeneza pesa kwa sababu waliwahi kuhubiriwa kwa njia isiyokuwa sahihi. Kwa habari ya Timotheo wa kwanza sura ya 6 nafikiri mstari wa 11 au 12. Mstari wa 10 Asante. Timotheo. Fedha haina shida. Kwenye shida ni kwenye kupenda fedha. Lakini watu wanavyoitafsiri kana kwamba fedha ndiyo shida. Fedha ikinipata mimi nitafanya kama Ibrahim, nitatekeleza agano langu na Mungu. Haleluya. Ikikupata wewe utafanya mambo mema. Ikimpata mwovu atafanya mambo maovu. Alinipa maandiko 7. Jingine mnalolitumiaga itakuwa vigumu tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu, lakini kasome pale mbele yake. Yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Akanipa mstari wa 3, mistari 7. Kapangue kwanza hii. Usipopangua kila utakachofundisha kitadondoka chini.
Nikafika. Nikasema mnachotaka kuwafundisha subirini, siwafundishi. Kwanza nielezee mambo potofu mlioyakamata. Sababu hiyo misingi imekamata fikra zenu. Ngome imekuwa. Tukiangusha hii ngome tunaweza tukapanda kitu chema. Haleluya. Mungu akawasaidia. Leo wako mbali. Mchungaji namwona anatembea kwenye Land Cruiser VX. Wakati zamani kwa daladala tu. God love, sadaka, malimbuko, je ni mara moja kila wakati? Nimeshalijibu. Mheshimiwa Mama Rioba, kiongozi wetu, amezungumza, watu tunaahidi, tunakubaliana, hatutekelezi. Ina madhara. Ina madhara. Kwanza, Mungu hayuko radhi na wapumbavu wenye kuahidi kufanya hivi alafu wafanyi. Ina madhara. Tumekubaliana kutoa sadaka. Toa kama una uwezo. Hauna uwezo tuambie, mimi hali yangu ngumu siwezi. Lakini watu mna uwezo na kutoa mtoi. Madhara ya pili, kushindwa kuaminika. Mambo ya fedha yanahitaji kuaminiana. Usipotekeleza, tunatekelezaje mambo yetu? Jambo la tatu, mipango yenu itadorora. Wangapi unaidigi kanisani? Tutajenga. Baada ya hapo kila mmoja kaingia mitini. Ukiwafuatilia, tunahama na kanisa, msitubabaishe. Mimi ningekuwa mchungaji nawaambia kawai makanisa mengine huko. Hao wachungaji wetu hao wana huruma. Ndio maana Mungu akunifanya kuwa mchungaji. Alijua wewe utakimbiza washirika tu. Watu mpaka wanawatishia viongozi wa dini, tutahama, mnatuchangisha. Mchango ni wa hiari. Ukitaka toa, usipotaka usitoe. Lakini ukiahidi, unakuwa ni mkataba kati yako na Mungu. Mungu anakudai nadhiri uitekeleze. Usipoitekeleza, Mungu madhara mengine anakuita wewe mpumbavu. Kasomeni vizuri. Inasema mpumbavu huahidi na kuweka nadhiri na kushindwa kuiondoa mbele za watu wa Mungu. Wakina mama, mimi niwaombeni kwa upendo. Mnaodaiwa michango ya nyuma, katoe tu. Na wale ambao mjalipa mwaka huu, kalipeni ada. Hela unazo, kwani unasubiria kutolewa na watu wengine? Umekuja kwenye mkutano, hela zako unazo kwenye kibubu, tuletee hiyo pesa. Unao kwenye M-Pesa, tuletee. Unavyozuia kwa njia isiyokuwa sawasawa, unaendelea kuwa muhitaji. Ule mstari unaukumbuka leo tusomea? Mithali 20 mstari wa 25. Ni mtego mtu aseme kwa haraka, hiki kitu ni wakfu, baada ya kuweka nadhiri kuuliza habari. Ile ukishaweka nadhiri, wa ambao hawana tabia ya kulipa, tabia yao ni kuuliza habari. Hivi tuliahidi nini? Hebu nikumbusheni. Hebu niambieni. Kuuliza huko. Mungu atusaidie. Haleluya mama. Katoeni nadhiri zenu. Acheni maswali. Unajua ulichokiahidi. Hujui, tuambie, mweka hazina atakusomea. Kalete michango yote ya nyuma na hata sasa. Uwe kama Zakayo. Kama kuna mmoja wenu niliyemdhulumu, nitalipa mara 10 zaidi. Haleluya. Lipa tu. Kanisa lenu litasogeaje mbele kama mtoi sadaka? Mimi pale napitaga Morogoro kila wakati, lile jengo nimeona kama muda limesimama. Lile jengo lile, makao makuu pale, halisogei. Lipo na mimi napita. Basi bwana. Mama Rioba, mchungaji kiongozi ni nani pale siku hizi? Kwa ndani nimeona juzi, nimekuja Morogoro wiki iliyopita, kama rangi na sogea. Nani mchungaji kiongozi? Bishop Makundi. Okay. Simkumbuki. Tulikuwa naye miaka ile. Miaka 88. Mke wake yuko wapi? Ndio huyu. Asante mama. Nafurahi kufahamu. Siku mkiwa na harambee ya kuchangisha, basi na mimi mniite, nitatoa 500,000, milioni 1, Mungu atanijalia, haitonishinda. Kwa kutamka hivi manake nimeshaweka nadhiri mbele za Mungu.
Sasa nisianze ile tabia kuuliza tena. Mungu atanisaidia. Lydia, kuzalisha dagaa bila soko. Siku moja niliwahi kuja kanisani na sikuwa nimewaambia viongozi. Basi nikaomba kumuona mchungaji, nikaelekezwa pale, nikaenda, nikamsalimia, lakini sitaka kujitambulisha mimi ni nani. Safari kwa sababu nimeshanijua, nitakuja. Wakati ule mzee Rioba ndio alikuwa na simamia na ndio wanajenga pale. Lakini kwa sababu nilizaliwa pale na walinitunza, nitatoa na mimi mchango kangu kadogo. Lydia, kuzalisha dagaa bila soko. Lydia uko wapi? Nyosha mkono. Lydia, niwaombe kitu kimoja na wamama wote mnaonisikiliza. Usianzishe biashara isiyohitajika. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. There is emptiness, demand, gap. Nenda kaanzishe kitu ambacho kinajaza utupu. Mungu alitengeneza utupu ili uzalishe kitu kinachohitajika. Ukiona unauza vitu havinunuliwi, manake havihitajiki, hakuna utupu. There is no demand. Inawezekana mnauza dagaa hazitoki kwa sababu hamkuanza kutafuta soko, halafu mkaleta dagaa, mlianza dagaa, halafu mnaenda kutafuta wateja. Wapi na wapi? Mithali, Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1. Ukisoma pale Biblia inasema, nendeni mkatafute vyombo vitupu. Yule mwanamke mnamkumbuka aliachiwa madeni na mmewe? Mnamkumbuka Aliambiwa aende kwa jirani zake akatafute nini? Vingapi? Vingi, vichache? Vingi. Maana yake Mungu anakuambia ukitaka pesa, nenda katafute kwenye utupu mkubwa, kwenye eneo ambalo watu hawana vitu, hawana dagaa, kawauzie dagaa. Usipeleke dagaa mahali ambapo wameshiba na wataki dagaa, itadorora. Utasema navumilia. Sio kwamba unavumilia, ulikosea msingi wa kuanzisha biashara. Aliyekuwa na kero na swali mwingine yuko wapi? Mwenye swali, sio mwenye maoni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sawa, tutachukua maswali 4. Namba 4 wewe. Tutachukua maswali 4. Tukimaliza tumemaliza kipindi. Ni sawa Namba 1. Uliza swali. Naitwa Devota Mwambaya. Uliongea kwa habari ya uwekezaji, ukasema ni afadhali kuwa na kuwekeza mahali ambapo kunaweza kupata faida kuliko kuwa na saving account. Ndio. Sasa kama mimi ni mtu ambaye kipato changu ni cha kawaida, naweza kuzalisha fedha ndogo ndogo tu ambazo ninafikiri kwamba saving account ni afadhali kwangu. Sasa kumbe haifai. Ninahitaji kuwa na kiwango gani cha fedha ili niweze kuwa na ujasiri wa kuongea na meneja wa benki ili niweze kuwekeza mahali ambako nitapata faida badala ya saving account? Asante. Devota huyu. Mwingine? Namba 2. Yuko wapi namba 2? Swali lako liko namba 4, uliza swali. Jina lako? Dorcas, mtu anayetoa sana kwenye Biblia. Unatoa sadaka? Natoa. Kwa kama Dorcas. Alitoa sadaka mpaka alifufuliwa. Sio masiara. Dorcas ni mwanamke aliyekuwa amejijenga kiuchumi vizuri. Biblia inasema aliwapa watu vitu vingi. Kwa hiyo ubarikiwe. Haya, uliza swali. Umefundisha kwamba kuwekeza kuwa na vitega uchumi vingi, sio kuwa na kazi moja. Ndio, uwe na zaidi ya chanzo kimoja cha mapato. Uwe na vyanzo vingi. Kwa mfano sasa hizi mambo yamekuwa magumu na watu, unaona sehemu nyingine inalipa kweli, ukaamua kufungua hapo, ukaweka hapo, lakini labda umeweka mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, ndio umemweka, mwingine ameweka wigi, mwingine amefanya hivi, unaona mambo hayaendi. Lakini sehemu inalipa, ufanyeje sasa? Yaani wale unaowaajiri ndio shida. Sawa, unaowaajiri ndio shida, sawa. Jibu naanza kuona kama watu wanataka kulizungumza. Si uliwaweka mwenyewe? Wafiatue.
Namba 3. Namba 3 ile pale. Namba 3 pale. Alafu namba 4 kule. Uliza swali la kukusaidia wewe. Nini kifanyike kusogee katika vitu nilivyofundisha? Asante na shukuru. Karibu. Mimi naitwa Aristesia Isaac. Aristesia Isaac. Aristesia. Isaac. Nyinyi mna majina nyinyi mazuri. Aristesia. Aristesia, uliza. Mimi naomba kuuliza. Mimi nilikuwa kwenye dhehebu ambalo hatujawahi kufundishwa masuala ya utoaji wa zaka au malimbuko. Ndio. Kabla sijaokoka nilikuwa sivijui. Baada ya kuokoka nafikiri tulifundishwa namna utoaji wa zaka na malimbuko. Sawa. Kwa vile nilikuja kuanzia katikati, nilikuja kutoa malimbuko yangu ya ng'ombe. Sawa. Je, kama nilitoa katikati wakati huko nyuma nilikuwa sijatoa, Mungu atatakabali? Swali langu nimewasilisha. Sawa. Malimbuko yangu niliyoyatoa, je, Mungu atatakabali? Wakati nimechelewa kutoa? Jambo zuri. Asante. Amina mwalimu. Mimi kuna mahali sijaelewa, na kwa sababu sijaelewa, kwa sababu mwalimu yuko hapa, lazima mwalimu anifafanulie ili niweze kuelewa. Uliza swali. Jina lako kwanza nani? Jina langu naitwa Mariana George Asenga. Mariana George Asenga. Swali lako Mariana. Umesema tusikae bila biashara wala tusikae bila kufanya kitu chochote. Ndio. Na mimi sasa natamani nijikwamue, ni mama wa nyumbani, sina kitu chochote cha kufanya. Lakini nimemkuta rafiki yangu, yamkini huyo hapa amenipa mtaji. Ndio huo sasa wa kwenda kupika nini? Keki. Nimepika keki zangu, amenipa mtaji wa 16,000. Nimepika keki zangu 50, nimetoa keki 50. Naziuza 500. Ina maana nitatoa shilingi ngapi? 25,000. Mimi nilichokuwa najua ni kwamba nachukua ile 25,000 natoa kwenye ule mtaji, ile faida ndo naifanya limbuko. Lakini sasa nikitoa zile keki zote 50 nikazipeleka limbuko, bado huku nadaiwa, sitaweza kuendelea tena, nitabaki pale pale kuwa muhitaji. Hapo nilikuwa naomba kidogo mwalimu utufafanulie. Sawa. Naomba tuende kwa uhalisia. Sitaki kwenda kwa nadharia. Najua watu wote mnaweza mkatunga maswali magumu mna mkalijengea hoja. Haikusaidii. Narudia tena. Unaweza ukatengeneza mazingira ya swali gumu. Haikusaidii. Kwa kawaida unapoanza biashara, kwa kawaida sio rahisi ukaanza na utendaji wa hali ya juu, kila ulichozalisha kila kitu kimenunuliwa. Nani alianza biashara siku ya kwanza mpaka leo yeye ni 100% kila alichokinunua alikiuza? Nyosha mkono. Nyosheni mkono. Hamna. Kwa nini mnauliza kitu ambacho sio halisia? Ndio maana nataka tuende polepole. Tuende polepole. Sawa, tutulie sasa. Mimi ndio ninayejibu maswali. Tutulie. Nimeuliza swali moja tu. Nani aliyefanikiwa siku ya kwanza kwa kuuza kila kitu? Katika watu wote mliokuwepo hapa mko 1000 ngapi? Hata mkono moja hamna. Swali mnalouliza na hoja mnayoijenga ni kwenye nadharia na sio kwenye uhalisia. Na yote imejibanza kwenye mlango na dirisha la kutokumtolea Mungu. Usipotoa, hasara ni ya kwako, sio ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema yupo azuiaye lakini uishie kwenye umaskini. Haisemi ulikuwa mjane, ukiwa mjane utoi unakuwa maskini zaidi.
hauna biashara, Mungu kakufungulia mlango wa biashara, umeanza kuuza, unabana, unarudi kwenye umaskini. Kwa hiyo msije mkajionea huruma mkafikiria kwa kuuliza swali gumu nitabadilisha jibu. Nenda kamtolee Mungu zaka iliyokamilika. Haleluya! Na sikuambii utoe nisichokifanya. Mimi nimefanya. Siwezi kujisifia, siwezi kuongea. Lakini nenda kamuulize mchungaji wangu, atakwambia habari zangu. Biblia imewatamka wakina Nikodemas walitoa mpaka Mungu akawatumia malaika kwenda kuwasaidia kuokoka. Niwaombe wapendwa, kwa sababu ninahisi kwenye sadaka mna shida. Kwenye sadaka mna shida. Kwenye sadaka mna shida. Nenda kamtolee Mungu sadaka zifuatazo. Sadaka ya kwanza, fungu la 10. Ukipata mapato yako, mshahara wako, biashara yako, faida yako, kodi zako, riba, 10% kalete kwa Mungu. Sadaka ya pili, ukipata mshahara wako wa kwanza, kuna sadaka inaitwa malimbuko. Katoe mshahara wako wa kwanza uliolipwa, ukapewa mkononi ama umeingia benki, kauchukue kama ulivyo, kapeleke kanisani. Kuna kitabu pale kinaitwa Sadaka na Baraka, nimeelezea hiyo. Umefuga kuku wa mayai, umeingia bandani siku ya kwanza, kuku 100, kuku 50 wametaga, kuku 50 hawajataga, mayai 50, yabebe kama yalivyo, yanaitwa malimbuko, mzaliwa wa kwanza, peleka kwa Mungu. Huu mchezo mnaofanya hapa wa kuniuliza maswali magumu mkafikiria nitatoa majibu mepesi, mmepotea njia. Mimi nalima kisawasawa. Nimetunzwa na kanisa hili miaka 38. Ninajua siasa za makanisani na najua siasa za mitaani. Wewe ni mwanafunzi, umepewa pocket money. Nenda katoe fungu la 10. Kuna baraka ambazo Mungu anakufungua ukitoa sadaka. Kuna baraka ambayo Mungu hata kufungulia hata unene kwa lugha. Ndio maana tunapoteza muda mwingi sana kwenye mambo mengine, wakati Mungu aliahidi kumkemea yule anayekula kwa sababu utoi sadaka, kwa sababu unazohisi utakuwa maskini, naye Mungu amkemei. Kila unapopata pesa unapoteza kila kitu. Hasara ni ya kwako kwa sababu umezuia. Haleluya! Kwa hiyo nyinyi ambao mnahisi mnashabikia kwamba kutoa kila kitu sio sahihi, malimbuko lazima utoe kila kitu. Fungu la 10 ndio unatoa 10%. Nadhiri ukishatamka kama nilivyotamka kutoa kanisani kwa ajili ya ujenzi shilingi 500,000, shilingi 1,000,000, imegeuka kwangu kuwa mkataba na Mungu, lazima nitoe. Ukitoa hautapungukiwa. Mungu atakuletea wateja. Mungu atakutegemeza. Mungu atakufungulia milango. Atakupa hela za Kitanzania na hela za kigeni. Ukizuia inakula kwako mwenyewe. Wapendwa, jifunzeni kutoa. Kama wanaume tunatoa, wanawake mnaweza mkatoa zaidi. Siku nyingine mchungaji alitangaza sadaka. Sijui akasema nini, basi. Nikasema potelea mbali. Nikachukua hela nikatoa. Nakumbuka. Mungu aliniambia, nilikuwa nimeenda kuhubiri kule Kigoma kule. Akaniambia mwambie mchungaji wanunue jirani. Nikamwambia mchungaji, mnatakiwa mnunue kiwanja cha jirani, mtanue kanisa. Mchungaji akasema siwezi kutamka iko kitu. Kwa nini? Hawa washirika nikiwaambia watoe kwa ajili ya kiwanja, wanaweza kanichinja mimi. Hapa tulipo tu tunajenga kanisa. Hatujamaliza niwaambie tumnunue jirani. Nikamwambia sawa. Nikamwambia mchungaji, tangaza. Sasa sitangaze. Mungu aliongea naye kuniambia mimi. Basi mambo ya Mungu magumu.
Ikabidi mimi nisimame. Nikamwambia Mungu aniambia tumnunue jirani. Kwa shirika baadhi walikubali, baadhi ndio hivyo. Mchungaji naye muoga. Mchungaji aliporudi nyuma, mimi sikurudi nyuma. Mimi nilikazia pale pale. Mungu kaniambia mnunueni jirani. Tukimnunua jirani tunampata mpaka eneo la bure linaenda kwenye kituo cha polisi. Kaambia changeni na mimi nitachanga. Basi tukakubaliana. Mwisho wa siku nafikiri sehemu kubwa nilitoa mimi. Milioni 35 mwaka ule. Siku nataka kujenga nyumba. Nikaenda kwenye eneo na mjenzi contract. Bwana, eneo ndio hili hapa. Nahitaji kujenga nyumba. Naomba unisaidie. Lipime eneo nipe gharama. Akapima eneo. Contractor mjenzi aliniambia neno moja, nitakujengea nyumba bure. Alinijengea nyumba bure ya vyumba 4. Ningezuia mimi huku kanisani milioni 35, ningepoteza baraka milioni 200 nyumba. Sikununua bati, sikununua msumari, sikununua mbao, sikununua tiles. Aliweka kitu cha uhakika. Kamtolee Mungu uone ukuu wake. Kamuulize yule mama wa Serepta ambaye aliambiwa kwamba nitengenezee mimi kwanza. Alibakiza mkate kwa ajili yake na mtoto wake afe ale. Hiki ndio kipande pekee. Na Mungu anamwambia hiko nitolee mimi kwanza. Choice is yours. Uamuzi ni wa kwenu. Ama mumtii neno la Mungu mtoe, ama muendelee kuzuia mbakie kuwa maskini. Mimi ninakushauri, amua kutoa, Mungu atakubariki. Haleluya. Hajawahi kunifilisi. Hajawahi. Juzi hapa nilisikia Mungu ananiambia fanya kitu hiki. Nikafanya. Mchungaji alikuja kuniuliza, bwana wewe una uhakika? Nikamwambia na uhakika. Nikaiambia na familia yangu, bwana mimi nitatoa hivi. Kwa nini Mungu kasema? Baba itakuwaje? Nikamwambia potelea mbali. Mungu anajua atakachokifanya mbele. Lakini hajawahi kunipungukia. Kila siku ananipa. Na wewe toa, hata kupungukia. Nimelijibu hili kwa nguvu. Chagua. Umtii Mungu ama ukagange njaa yako. Devota, nina akiba na natakiwa kuwekeza hela yangu ndogo, ninafanyaje? Hakuna hela ndogo. Biblia inasema yeye achumai kidogo kidogo atakuwa tajiri. Hii hela ndogo hii kaiweke UTT. UTT faida unapata kila siku. Kule ulipoiweka wewe hakuna faida. Ukiipata mpaka mwisho wa mwaka ndio anakuambia umepata faida hii. UTT ukiweka shilingi 10,000 unaona. Ukiweka shilingi 5,000 unaona. Ukiweka 20,000 unaona. Kaweke pesa UTT. Devota yuko wapi? Sawa. Umewahi kusikia kitu UTT? Hujawahi. UTT ni kampuni ya serikali, inamilikiwa na serikali, inakusanya pesa kwa watu kwa ajili ya kuwasaidia kuwekeza. Ambao mna account UTT nyosheni mkono. UTT. Msishushe. Devota, huyo jirani yako unamfahamu? Ongea naye huyo ama walionyosha mkono. Ukishindwa nipigie simu. Weka pesa UTT. Kila siku ya Mungu kichungulia salio imeongezeka. Sawa? Nitakusaidia. Usidharau hela ndogo. Dorcas, unaoajiri ndio shida. Yuko wapi yule unaoajiri ndio shida? Wewe ndio leo ajiri, wewe ndio unatakiwa kuwafukuza kazi. Hiyo mambo umemleta mtoto wa mjomba ni wewe uliyeamua. Umemleta mtoto wa shangazi ni wewe. Umemleta binamu ni wewe. Umemweka jirani ni wewe. Umemweka shoga ni wewe. Hafanyi kazi vizuri, mweke pembeni. Ana kuibia, mweke pembeni. Tusilete mambo ya mchezo kwenye pesa.
kwenye biashara, kwenye huduma. Wakati mwingine hata makanisani huku unakuta mtu kapewa favor na mchungaji, alafu amheshimu mchungaji na analeta shida nyingi. Mheshimiwa mchungaji, wala msiogope, tupe nje huko pembeni, tutamwombea akiwa nje huko, sio ndani. Mi mpole, niwaambieni, ndio asili yangu. Tuko kanisani, tusikilizane. Tupo kanisani, mshirika mmoja na kikundi chake walikuwa wanatuletea shida nyingi sana kanisani. Wanawaambia watu wasitoe sadaka, wanawaambia watu mambo mabovu kuhusu kanisa. Kile kitu kiliniuma sana. Mchungaji wetu mpole, mtaratibu, watu wakaanza kumegeka kanisani. Watu hawaji kusali, watu hawatoi sadaka, watu hawaji kwenye ibada. Kwa nini? Kuna mshirika mmoja ye mwenyewe afanyi na kutoka kanisani atoki. Nikasema over my dead body, mtanijua mimi ni nani. Nilimfuata mheshimiwa askofu, nikamwambia mheshimiwa askofu, shida mnaijua iko wapi? Huyu jamaa anatupiga vita, tuamue kimoja, tuwe naye ama tumtose nje. Nikamsomea mstari kwenye Biblia, inasema mtoe mtu mwenye kiburi na ugomvi na mashindano kanisani yatakoma. Biblia isemi mbebe kamuombe, inasema mng'oe. Nikamwambia mheshimiwa, mtoe huyu mtu, vinginevyo kanisa linakufa. Askofu aliangalia pale, haelewi nafanyaje. Nikamwambia mtoe mwenye kiburi, mtoe anajifanya mjuaji. Ndio salama yetu, ndio salama ya kanisa, ndio salama ya kikundi, ndio salama ya chama cha kina mama. Mchungaji akawaza afanyeje. Nikamwambia mimi ndio nimemaliza mheshimiwa mchungaji, tumeshavumilia miaka nenda miaka rudi, kanisa alikui, tunapoteza kila kitu. Mheshimiwa alimuita siku moja kwenye mkutano baraza la wakubwa, akamwambia asante sana, umekuwa muumini mzuri miaka yote, asante, kwa heri ya kuonana. Pap, tangu siku hiyo kanisa ni shwari, amani, utulivu. Kwenye biashara kafanye kama ninachokuambia, hakuna faida, ondoa. Na utajua ukifanya mambo mawili, Jumatatu mpaka Jumatano mweke Ana, Alhamisi mpaka Jumapili kamweke Juma. Ukiona Juma anatengeneza hela nyingi kuliko Ana, inawezekana kuna panga Ana analolipiga siku anazokaa. Halafu badilisha, mwambie Juma njoo Jumatatu mpaka Jumatano, halafu Ana njoo siku hii mpaka hii. Ukiona kila kikaa Juma kuna pesa, ujue Ana anazipiga bao. Mtoe, siogope. Utaweza? Utaweza? Wewe nakuuliza, utaweza? Uwe na roho ngumu, uwe hodari, uwe jasiri. Jasiri manake fanya mambo ambayo ni mazito kwa ajili ya faida yako. Na hisi kama nimejibu maswali yote. Mariana nimemjibu, Aristestia nimemjibu, Dorcas Aristestia ameuliza malimbuko nikitoa sasa hivi Mungu atayakubali? Mungu atayapokea? Mungu atayaridhia? Mungu hajawahi kukataa sadaka zetu. Nenda katoe kwa moyo wa toba na moyo wa shukurani, Mungu atapokea. Kaini na Abili waliambiwa neno moja, kama ukiamua kutoa kilicho chema hautapata kibali. Nafasi alipewa yule jamaa. Mungu alimwambia, nani aliyekuzuia kutoa na wewe kitu chema? Kwani usipotoa hautapata kibali? Kwa hiyo Mungu anatupimaga nafsi zetu na kutupa uhuru tutoe kilicho chema. Umechelewa, toa.
hutaki kutoa kwa sababu unasema umetubu na una amani, baki na amani. Lakini kama kuna mzigo na fukuto kwenye moyo wako, Mungu bado anakukumbusha habari za sadaka na malimbuko yaliyopita. Nenda katoe, vinginevyo hutakuwa na amani. Katoe. Siweki hukumu ndani yako, lakini kwa wale ambao ndani yenu kuna kitu kinachemka, kila ukilala ukiamka, sadaka ile hujatoa, sadaka ile hujatoa, Roho Mtakatifu anakukumbusha, katoe kwa ajili ya amani yako na mafanikio yako. Mheshimiwa, nimejibu maswali yote. Yupo ambaye bado? Au kuna huyu mmoja anataka kuuliza swali? Sawa. Sasa kabla hajauliza swali, ni bora niwatajie vitu vingine vichache bila kuvifundisha, alafu mtauliza maswali yenu baadaye. Nilifundisha mambo 14, lakini kuna jambo la 15, nidhamu kwenye fedha. Jenga tabia ya kuwa na matumizi bora. Tito 3:14. Tusome Tito 3:14. Kuliko uliza maswali, bora niwaelezeni tu vitu viwili vitatu hapa alafu nikaketi, au sio? Tito 3:14. Watu wenu nao wajifunze kudumu katika matendo mema, kwa matumizi yaliyo lazima. Kwa matumizi yaliyo, ili wasiwe hawana matunda. Haya, sawa. Rudia tena. Halafu na nyinyi msikilize. Tito 3:14. Msikilize kwa kitu cha 15. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema, kwa matumizi yaliyo lazima. Sawa. Ili wasiwe hawana matunda. Muulize jirani yako, matumizi yako ya kila siku ya lazima hayo? Watu mnatumia gela ya ovyo ovyo tu. Umepita ubuyu umechukua, umepita karanga umechukua, umepita leo umechukua. Sawa. Nyumbani unapea 10. Kuna kiatu hiki umechukua, na hiki umechukua. Ni lazima? Najua naongea na wanawake, na najua kwamba mna mambo yenu mengi mazuri, na najua mnatakiwa kupendeza, lakini msisahau kujenga uchumi wenu. Haleluya! Jipange huku kwenye kutengeneza pesa kwanza, halafu mingine atakuja tu. Utavaa mpaka skuna mpaka mwisho. Siku hizi kuna skuna ndo nini? Skuna mnazikumbuka? Au ndio tunaita skuna ngongongo? Ndio mchuchumio. Skuna ngongongo nini siku hizi sijui wanahitaji. Uwe na mpangilio wa matumizi, nidhamu kwenye fedha. Jambo la 16. Jambo la 16. Acheni tabia ya kujionyesha. Kujionyesha. Biblia inatuonya. Inasema kwenye Mithali 13:7, kuna watu wana tabia ya kujionyesha kama wana pesa lakini ni maskini, hawana kitu. Halafu kuna watu wana pesa nyingi lakini vimetulia kimya, wana mzigo wa uhakika. Katika haya makundi mawili, ni bora uwe kwenye kundi la kujifanya kana vile hauna kitu lakini una mzigo wa uhakika, kuliko kujifanya una kitu wakati hauna kitu. Tusomee huo mstari. Mithali 13:7. Kuna mtu mwenye kujitajirisha lakini hana kitu. Kuna ajifanyaye kuwa masikini lakini ana mali nyingi. Muulize jirani yako, uko upande upi, huu ama huu?
ili watumike katika kazi za kila aina. Ili watumike katika kazi za kila aina. Mimi nimejaliwa vitu vyangu, wewe umejaliwa vitu vyako. Nenda katumia akili yako ya kuzaliwa ya moyoni kuliko akili yako ya darasani. Ya mwenye kuchora mawe, huyo anachora mawe, maana tiles yale macrive. Na kazi ya werevu, kazi ya werevu maana kazi ya kutumia akili. Na ya mwenye kutia taraza, kwenye kutia taraza, katika nyuzi za rangi za samawi. Ya moyoni. Ukitafuta neno ubunifu kwenye Biblia hautalipata. Ukitafuta neno la akili ya moyoni utalipata. Na za rangi za zambarau na nyekundu na kitani nzuri na mwenye kufuma nguo. Hilo lilikuwa ni jambo la 17. Jambo la 18, tabia. Tabia. Kuna tabia zinajenga utajiri, kuna tabia zinajenga umaskini. Biblia inasema thawabu ya unyenyekevu. Tafuta pale mahali kwenye Mithali. Inasema thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana na utajiri na uzima. Ni Mithali ngapi hiyo? Mithali 22 mstari wa 4. Tusomee na usikilize, kuna neno hapa nalilenga. Wakina mama mnisikilize kwa makini. Wakina baba hawapo, lakini kitu kimojawapo kinachosababisha wanaume wengi tusiwe matajiri ni kukosa unyenyekevu. Thawabu ya unyenyekevu. Thawabu ya unyenyekevu ambayo ni kumcha Bwana. 1 ni utajiri. 2 na heshima. 3 nayo ni uzima. 4. Utajiri unatokana na unyenyekevu. Narudia tena. Utajiri chanzo kimojawapo ni unyenyekevu. Unyenyekevu manake kubali kushuka, kubali kuwatumikia watu wengine, kubali kujifunza, usionekane ni mjuaji, sikiliza zaidi kuliko unavyoongea. Hapa sasa kina mama shughuli mnayo. Thawabu ya unyenyekevu. Ukiwa na unyenyekevu, Mungu huwainua wanyenyekevu na huwapinga wenye kiburi. Wewe kaa kila wakati unabishana na mheshimiwa askofu. Wewe kaa kila siku unabishana na mchungaji. Wewe kaa kila siku unabishana na viongozi wa WWK ama huku tunaita Jewawi Wewe kaa tubishana nao asubuhi, mchana, jioni, unatafuta makosa kuliko mazuri yao. Biblia inasema wazi, Mungu atakuwa mpinzani wako kwenye maisha. Tuone kama utatibua. Jifunze kuwa mnyenyekevu. Wamesema tufanye hivi, fanya. Wameniomba mimi kuja huku, basi nimeacha kazi zangu Dar es Salaam. Sawa, mmeniita sawa. Nilikuwa najua kabisa Mama Rioba sio rahisi kunikumbuka. Mama Maboya sio rahisi kunikumbuka. Lakini hapa ni nyumbani. Ndio kwa nilikolelewa. Ngoja niende na mimi nikarudishe fadhila. Haleluya! Nenda ukawe mnyenyekevu. Tabia kujifanya mjuaji utoboi kwenye maisha. Dada mmoja nimeenda benki, nikafanya muamala. Akaniangalia, akaniambia, Busara, naomba unisaidie kitu kimoja tu. Naonaga unafanyaga hapa transaction, miamala. Nifundishe jinsi ya kutengeneza pesa. Mimi nafanya kazi benki, lakini sina uwezo wa kupata akili ya kutengeneza pesa, na mimi nataka niwe kama wewe. Siku moja na mimi niwe na pesa kama hii ninayokusaidia kuingiza kwenye kompyuta ya benki. Nikamwambia sawa. Wewe umekuwa mnyenyekevu. Watu wengi wanaofanyaga kazi benki wakati mwingine wanajihisi wao wanajua zaidi kuliko sisi wa uraiani. Kumbuka Biblia ilisema kuna watu ambao sisi hatuna akili nyingi kama benki, lakini tuna mali nyingi. Nikamwambia sawa, nikamfundisha. Nikamwambia fanya hivi, ukipata mshahara weka hapa. Pata mshahara fanya hivi. Pata hivi fanya hivi. Akafanya. Mungu akamjalia miaka 4, miaka 5. Kwa mwaka sikosi milioni 2 hadi milioni 6. Ananiambia nimekutumia zawadi, asante. Milioni 2 hadi milioni 6. Pum! Ujumbe huo umepokea kiasi cha kiwango hiki. Asante. Nisingekuwa na hizi pesa bila wewe. Wewe uliwahi kurudisha fadhila kwa mchungaji wako? Uliwahi kutoa kanisani kwa sababu Mungu alikuokoa na akakufungua?
Leo tumepiga semina hapa, mambo mazito tumeongelea, jinsi ya kujenga uchumi. Nitasubiria kwenye kikapu cha sadaka mwakani na mwaka huu ndio nitajua kwamba umemkumbuka au hujamkumbuka. Unyenyekevu ni jambo muhimu, ndio pointi ninayotaka kuifundisha. Tabia unyenyekevu. Lakini tabia nyingine, usidhulumu. Usidhulumu. Usiwe mtu wa dhuluma. Wewe ndio wa kwanza kwa wifi yako, asipewe chochote huyo. Kakangu kafa, alikula mali za kaka. Subiri na wewe, cha moto utakiona mbele ya safari. Dhuluma. Kwenye kitabu cha Yeremia inasema mali iliyopatikana kwa njia isiyokuwa halali ni kama ndege, kama tai, kama kuku aliyetaga mayai ambayo ni ya yule kanga. Kanga ni kama kuku aliyatamia mayai ya kanga. Siku za mbeleni wale vifaranga watakapokuwa, ile mali itakapokuwa, itagundua kwamba sisi sio kuku, sisi ni kanga, itaachana na kuku. Iko kwenye Yeremia ngapi? Sikumbuki. Lakini ukigugo mayai Yeremia, mayai Yeremia, itakuonyesha pale. Kupata mali kwa njia ya kudhulumu, mali ambayo sio ya kwako. Biblia inasema mali ile huwa haidumu. Ukitaka mali yako idumu, nenda kaitafute mali yako kwa uaminifu bila kumpiga mtu bao. Faida inaruhusiwa, riba inaruhusiwa, weka faida yoyote, lakini usimdhulumu mtu. Usimdhulumu mjane, usimdhulumu yatima, usimdhulumu maskini kwa njia ambayo sio sahihi. Dhuluma inaleta umaskini, haki huinua taifa. Yeremia 17 mstari wa 11. Kama kware akusanyaye sawa. makinda asiyoyazaa. Kama kware, yule ndege ambaye ametaga mayai kama njiwa vile alivyotaga mayai. Lakini yale mayai anayoyatamia ni yale ambayo hayajayazalisha yeye. Ndivyo alivyo mtu ajipatiaye mali, wala si kwa haki. Katikati ya siku zake zitaachana naye, na mwisho wake atakuwa mpumbavu. Wapendwa, na waomba kwa moyo mmoja, unaponyanyuliwa na Mungu kiuchumi, usidhulumu watu. Utafanana na kware ama kuku aliyetaga mayai, halafu kanga akaja kuyatamia. Kanga au bata ana uwezo wa kuyatamia mayai ya kuku na atatolewa, atatoka vifaranga. Lakini mbele ya safari watagundua kwamba huyu sio mama yetu, huyu alitudhulumu sisi, mama yetu hayuko hapa, itaachana na wewe. Kwa hiyo tuwe waangalifu. Mkikaa kwenye vikao vya kina mama na kuna mtu anaonewa, simamia haki. Simamia haki. Hata mkimsababisha huyo mwingine ashinde, Biblia inasema katikati ya siku zake ataachana na hiyo mali. Manake ama Mungu atamchukua atakufa, ama zile mali zitapotea. Ndio maana watu wengi waliodhulumu mali za watu hawana mafanikio nao. Uaminifu. Tabia ya mwisho, japo ziko nyingi sana. Rafiki. Ukitaka usogee kiuchumi, tafuta rafiki mwenye uwezo kuliko wewe. Atakaye kusaidia, sio atakaye kuponda, atakaye kutia moyo. Kwa nini? Chuma unoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Tusome ule andiko, chuma unoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Halafu nitaomba watu wawili, ama sasa hapa mbele hapa, kama ni dada lazima, kama umevaa suruali itapendeza, au vijana wawili wa kiume wadogo ambao wako wepesi wanaweza wakaja hapa, kwa sababu nataka mmoja akae, mmoja asimame, halafu mwingine akae, mwingine asimame. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kidogo kwa kina mama kwa sababu ya sketi. Mithali 27 mstari wa 17. Chuma hunoa chuma, ndivyo mtu auonavyo uso wa rafiki yake. Asante. Aunoavyo, samahani. Chuma unoa chuma,
ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Mithali 27 mstari wa 17. Panda hapa. Chuma unoa chuma, ndivyo mtu unoavyo uso wa rafiki yake. Sasa kuna kosa moja ambalo huwa watu tunalifanya. Maskini anaambatana na maskini. Gari bovu kwenda kutibu gari bovu. Wapi na wapi? Sasa unaweza mtaangalia huko mbele nitakachowaomba, lakini you need to be comfortable. Utakaa, halafu na wewe utakaa. Wote kaeni. Haya, tufikirie hao watu wawili wote ni maskini. Na wewe wa video chukua vizuri. Na wakati mna edit, msitoe maneno ya Biblia niliyoyafundisha mkaweka maneno mengine ya mtaani. Wekeni kama nilivyofundisha hivi. Sawa. Dada yangu uliyevaa hii topu nyeusi wa pande wangu wa kulia, tufikiria hao wote ni maskini, wanataka kusaidiana. Wote maskini maana yake tuko chini vumbini huko. Wewe mnyanyue huyu. Mnyanyue juu kabisa. Anaweza? Kwa nini hawezi? Haya, dada mwenye nguo ya topu nyeupe, simama. Mungu amemnyanyua huyu dada, amemjalia, amembariki, amekuwa mtu mwenye uwezo. Mnyanyue huyu wa chini. Ameweza. Tajiri anaweza kumnyanyua maskini. Maskini hawezi kumnyanyua tajiri. Rafiki yako wewe ni nani? Kama rafiki yako wote ni maskini, mmekaa chini, mnaambukizana umaskini tu. Chuma unoa chuma, ndivyo mtu aonoavyo uso wa rafiki yake. Katafute rafiki mwenye uwezo kuliko wewe. Haleluya! Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sifa na utukufu kwa Yesu. Asanteni kwa kunisikiliza. Nimemaliza. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.